Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watazamaji, tunarudi tena katika programu yetu Uislamu dini ya kweli. Na tukiendelea mbele na maudhui yetu ya ukubwa wa elimu au kutafuta elimu. Naendelea kuyaona vipi Mwenyezi Mungu anawasifu au njia ya kuonyesha uzito wa elimu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anawasifu wanazioni au wajuzi, kwa kuonyesha kwamba uzito wa kutafuta elimu Mwenyezi Mungu ndiye anataka watu wawe wajuzi. Naam. Katika surati Ali Imran Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Mola Mwenyezi Mungu anatuonyesha kwamba ameihimiza, amethibitisha Mwenyezi Mungu kwamba ni yeye ambaye anapaswa kuabudiwa yeye pekee. Na wa malaika wote wamethibitisha na wakakiri kwa hayo. Watatu waliokiri ni wanazioni, yani ni wajuzi. Wanakiri nini, wanaaminisha nini, wanafahamisha nini? Kwamba la ilaha illa hu, hakuna anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Mola wetu muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala. Hii aya inaonyesha vitu vikubwa vingi sana. Nitavitaja labda vitatu au vinne ndani yake. La kwanza kabisa ni kuonyesha mwanadamu, Mola ni kumuonyesha mwanadamu kwamba lazima afahamu kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye pekee Mola. Hakuna anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah pekee yake. La pili, kuonyesha ya kwamba hakuna njia nyingine, hakuna mwelekezo au mwongozo mwingine aliyouteremsha hapa duniani kwa kuwapa watu isipokuwa ni Uislamu. Hii ndiyo maana ya dunia hii, kwamba Uislamu ndiyo dini pekee ya kweli Mwenyezi Mungu aliyoiwapa wanadamu. Tuseme kwa neno linaloeleweka kwa Kiswahili kwamba Uislamu ndiyo njia pekee, ndiyo namna pekee Mwenyezi Mungu aliyowapa binadamu wapaswe kupitia ndani ya kumwabudu yeye pekee yake, pasipo kumshirikisha na kitu chochote. Jambo la tatu ni la kuonyesha kwamba kusoma na kufahamu ndicho kitu chenyewe ambacho kinawapa viumbe kujua na kuelewa uzito wa jambo. Unaona anavyoonyesha, anavyosema katika hiyo aya kwamba shahida Allahu, Mwenyezi Mungu yeye kahimiza, kaamurisha, kawaambia watu, kakilisha watu, kuwafundisha viumbe kwamba hakuna Mola, la ilaha, hakuna Mola anayepaswa kuabudiwa kwa haki. Sasa baada ya hapo, sio yeye, malaika walivyojua kwamba, walivyoelewa kwamba ni yenyewe, wali malaika wakathibitisha hayo, na wao wakakiri, wakafundishana, wakajua. Sasa ikaja kufika kwa nani? Wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Akasema
kwamba na wanazioni ambao wanajua vizuri nani Mola, nani apasaye kuabudiwa kwa haki, wakisi kujua tu, kwa sababu ujuzi ukisha kuja basi huondoa ujinga, na ujinga ukishaondoka lazima mtu afanye kazi katika elimu ile aliyoipata. Tumesema ya kwamba elimu ni nuru, elimu ni mwangaza ambao unamwangazia mwanadamu kwa kuyaona yale ambayo wengine ambao hawana ujuzi hawayaoni. Elimu ni mwongozo, ni mwangaza wa kukuonyesha mwongozo mzuri. Kwa hiyo wanaoongoka vilivyo kweli ni wale ambao wameishapata elimu. Kwa hiyo wenye elimu wanakuwa ndio watu wenye kujua vizuri kumwabudu Mola wao. Kwa hiyo linatuonyesha kwamba, la tatu ni kwamba huwezi kukubaliwa kumwabudu Mola pasipokuwa na elimu. Hii ni jambo linatuonyesha kwamba elimu ni jambo kubwa sana. Katika Qur'an aya nyingine Mwenyezi Mungu anatuambia kwa kutuonyesha ukubwa wa elimu na ukubwa na cheo cha wanazioni, cha ule ambaye ana elimu, cha mtu yule ambaye anaabudu Mwenyezi Mungu kwa elimu, anayeabudu Mwenyezi Mungu kwa elimu, au anayefanya jambo lolote kwa elimu. Nataka ni wape mfano. Hapa nilipo navyofundisha hapa, najua kila mtu anaona kwamba kuna kamera ziko mbele yangu. Lakini mimi sijui, na kama hujui namna ya kuzitumia zitakuwa pala, lakini hauna ujuzi nazo. Kwa hiyo itakuwa hazina maana mbele yako, kwa sababu huna ujuzi nalo. Na wakati ni jambo la maana, hizo kamera ni jambo la maana, lakini kutokuwa na elimu nalo, kwa hiyo unakuta hazina maana mbele yako. Ndugu zangu, elimu ni jambo kubwa sana. Elimu ndiyo inayoendesha ulimwengu. Kwa sasa tuko katika njia za teknolojia. Hii teknolojia haiwezi kawepo pasipokuwa elimu. Sasa elimu ya kwanza ni kumjua Mola. Ni kujua Mola wako. Ni kujua namna utakavyoishi katika maisha yako hapa. Sio kuishi tu kama wanyama wanavyoishi. La, mwanadamu anapasha kuishi kama mwanadamu. Ndio sababu Mola wako kakupa akili. Tofauti yako na viumbe vingine wewe mwanadamu ni kwa sababu sisi Mwenyezi Mungu muumbaji wetu katupa akili kuelewa. Ndio sababu anatuamrisha, kwa sababu ametupa akili, anatuamrisha tujue, tupate ujuzi. Hajaamrisha ng'ombe au mbwa, hajaamrisha ndege, hajaamrisha kiumbe chochote. Amemwamrisha mwanadamu. We mwanadamu, kwa sababu we mwanadamu ni wewe una akili. La pili ni wewe umeamrishwa kumwabudu Mola wako, na ukapewa njia ambayo ni ya kumwabudu Mwenyezi Mungu ya kweli, na hutomwabudu bila kuifahamu njia hiyo, na hutomwabudu Mwenyezi Mungu bila kumfahamu namna ya kumwabudu. Kwa hiyo elimu ya kwanza kabisa ambayo ni kubwa zaidi kuliko elimu zingine ni kuwa na elimu ya kumjua Mola wako na kujua namna ya kumwabudu. Ndiyo mambo matatu makubwa ambayo tunayapata katika, ni mengi ambayo tunayapata kwenye maneno ya Mwenyezi Mungu, lakini katika hayo hiyo mimi nimenokoa tu hayo matatu kwa sababu ndiyo anatuonyesha ukubwa wa elimu.
Tena Mwenyezi Mungu kutuonyesha uzito wa elimu na uzito au na cheo cha wanazioni. Mwenyezi Mungu katika aya nyingine kwenye Qur'ani anatuambia kwamba innama yakhsha Allaha min ibadihi ulama. Na waambieni hakika kweli, hakika ya kweli, mambo ya kweli ni kuwa ambaye wako zaidi wanamcha Mola wao ukweli wa kumcha kuliko waja wake wengine ni wale ambao wana elimu. Ndio wanazidi kumcha Mola wao kwa sababu wanamfahamu vizuri, wanamfahamu Mola vizuri. Hakuna anayeogopa gari kama vile dereva ambaye anayejua vizuri kuendesha gari, ambaye kabisa ana ujuzi, ndiye anajua gari itaendaje. Na ukimwambia kwamba iko hivi, gari ataiogopa kwa sababu anajua namna gani. Kwa hiyo kila jambo ambalo kila mtu akiwa ujuzi nalo, ndipo anazidi kulipenda na kulifanyia kazi, na ndipo anazidi kuliogopa kama ni lenye kwenye kumdhuru. Analiogopa kwa sababu anafahamu, ana elimu nalo, anajua ubaya wake. Ndio sababu ndugu zangu Waislamu na ule yeyote ambaye atanifuata katika maneno haya, na kuambieni ya kwamba hakuna Mola, hakuna ambaye anakufahamu kuliko Mola wako. Hakuna naye kufahamu kuliko Mola wako. Hakuna naye kupenda, hata wewe nafsi yako hujipendi kama Mola wako anavyokupenda. Kwa sababu hiyo ndiye yeye pekee, kila jambo utakaloliona kwamba na kuamrisha kwamba fanya hili, jua ya kwamba hilo jambo ndilo zuri kwako, hata ukiwa wewe nafsi yako hailipendi. Lakini kwa sababu Mola wako ndiye mjuzi wa kila jambo, Mola wako ndiye mpenzi wako kwa kwanza, Mola wako ndiye muumbaji wako na ndiye muumba wa maisha yako, na ndiye anayekuongoza kwa yale yanayokunufaa hapa duniani na kesho ya akhera. Anajua maisha yako. Kwa hiyo jambo analokuamrisha, jua ya kwamba liko na mambo mazuri pekee yake ndani yake. Kwa hiyo lazima utekeleze. Na lile jambo analokukataza, ndugu yangu, nataka uyajue kwamba hilo jambo analokukataza ni baya mno kwako, linakudhuru, hata ukiwa yale madhara yake huyaone juu. Lakini madhara yapo. Kwa sababu nani anakuambia hayo? Ni muumbaji aliyeumba jambo hilo, aliyokuumba wewe, ambaye anaye ujuzi wa kila jambo. Hakuna jambo linalolimficha. Kila jambo analijua, analifahamu vizuri. Kwa hiyo akikukataza jambo, acha. Akikuamrisha jambo, fanya, na hala hutoyapata pasipokuwa na elimu. Nataka niseme kwa jambo lingine. Nikwambie ndugu yangu, ewe mtafutaji wa elimu, ewe mwanazioni ambaye umeshapata elimu, kuna vitu viwili vinaenda sambamba. Matendo ambayo hayana elimu ni batil, hayakubaliwi. Vitendo ambavyo vimetendwa bila elimu, hivyo vitendo kwa Mwenyezi Mungu au kwa mambo yoyote, havikubaliwi. Hata mbele yako unaweza mtu akifanya jambo bila ujuzi, hutokubali. Hutokubali mambo hayo. Na jambo la pili, elimu isipokuwa na vitendo au na kuvifanyia kazi, basi hiyo elimu ni batili, haina maana. Ili jambo lisikilize vizuri na liweke akilini, ulifahamu ya kwamba vitendo visipokuwa na elimu
au amali ambazo hazina elimu, hizo amali zimeishaharibika, hazifai. Na elimu isiyokuwa na amali, basi hiyo elimu haifai, hatunufaiki nayo. Na mwenye hiyo elimu hanufaiki nayo, na watu ambao wamekuzunguka hawanufaiki na elimu hiyo, kwa sababu elimu ambayo unayo haifanyiwi kazi haina maana. Kwa hiyo mambo mawili yanaambatana. Hebu mfano, mtu amesoma udaktari, ni mtu wenye kutibu maradhi tofauti katika hospitali, katika elimu yake amepata elimu kwamba ana ujuzi wa kuyatibu magonjwa fulani. Lakini huyu mtu hajawahi hata siku moja kuingia hospitalini, hatujawahi muona hata kwenye kliniki, hatujawahi kumuona sehemu yoyote anamtibu mtu. Hebu niambie, mtu huyu utamuita daktari kweli? Hata akiwa na makaratasi yanayoonyesha kwamba amesoma udaktari? La, kwa sababu haujampata sehemu yoyote anamtibu mtu. Mambo tu kukuambia kwamba makaratasi mimi ninayo, sijui mimi ni daktari fulani, la. Kwa hiyo maneno mambo yasipokuwa na elimu, vitendo visivyokuwa na elimu havifai, havina maana. Na elimu isipokuwa na amal, na yenyewe haina maana. Kwa kufika hapo, namalizia kwa kuwahusia na kuwahusia nafsi yangu kwamba tuzidi kutafuta elimu ya kumjua sana Mola, na tutafute elimu namna yoyote inayotakika, lakini inayotuongoza kumjua na kumfahamu na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.